Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa somo letu la kupata haki katika mahakama ya Mungu, sehemu ya 3. Kupata haki katika mahakama ya Mungu, maombi ya kupata haki kupitia mahakama ya Mungu. Kama tulivyosema katika mwongozo wa masomo ya kwanza kwamba haya ni maombi maalum sana ambayo ninayaendeleza kuyafundisha katika ile series yangu ya aina za maombi, na nimeanza na aina ya kwanza ya maombi. Naomba ujue kwamba maombi yanafundishwa. Maombi sio kitu kinatokea tu, ni kitu huwa kinafundishwa. Na ndio maana utaona wanafunzi wa Yesu walimwambia Bwana Yesu, tufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kwa hiyo hii ni kusema maombi yanafundishwa. Kwa hiyo kama maombi yanafundishwa, ni vizuri sana kujua maombi kwa kujifunza na kupata maarifa mazuri. Naitwa Bishop Frank Msongo Andrea. Ninapenda tuingie sehemu ya 3 ya somo letu, maombi ya kupata haki katika mahakama ya Mungu. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neno hili. Ninaomba Mungu upate kulibariki tena ninapoingia kwenye wakati wa 3 wa maombi, kwenye sura ya 3 ya maombi. Mungu, ninaomba kila ambaye atashiriki ibada hii ukambariki, ukamfungue, ukamponye, ukampe maarifa, na kwa pamoja tukauone utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, tunaingia sehemu ya 3 ya kujifunza maombi ambayo ni maombi ya kuingia katika mahakama ya Mungu na kudai haki. Tulisema kama ambavyo duniani ziko mahakama za kimwili, pia kuna mahakama ya Mungu, na lengo na kazi ya mahakama ni kutoa haki. Kazi yake ni kutafasiri sheria pamoja na kutoa haki. Na tuliangalia maandiko matakatifu ambayo Bwana Yesu alisema imetupasa kuingia kwenye mahakama ya Mungu na kudai haki mchana na usiku. Wewe ambaye umeonewa, au wewe ambaye haki yako imechelewa, au wewe ambaye unapitia jambo fulani, tayari una uhakika ukiingia kwenye mahakama Mungu na kwenda kudai haki. Na haki ambazo tunakwenda kudai ni vizuri ukazitambua: haki ya kuwa na afya njema, haki ya kufanikiwa, haki ya kushinda kila vita. Ziko haki ambazo watoto wa Mungu tumepewa katika sheria ya Mungu au neno la Mungu. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mahakama ya Mungu kudai haki, maana yake tunaingia katika utaratibu ambao ni wa kutambua ni nini unakwenda kudai. Nilikuonesha katika somo la pili watu kadhaa ambao walikata rufaa wakaingia kwenye mahakama ya Mungu na kudai haki. Tuliangalia kwa mfano mtu wa Mungu anaitwa Mfalme Hezekia, ambaye aliambiwa atakufa, akawa amekata rufaa kwenye mahakama ya Mungu, na Mungu akamwongezea miaka mingine 15. Tuliangalia pia watu wa Ninawi ambao nao walihukumiwa kufa, na Mungu akamtuma mtumishi wake Yona kwenda kuambia wanakwenda kufa, lakini wakaingia kwenye maombi, wakafunga siku 3, wakapata haki ya kuishi. Na leo kuna mambo ambayo tunataka tuingie kwenye mahakama ya Mungu kwenda kudai haki. Mahakama ya Mungu ni kama mahakama pia za dunia. Tofauti yake, ile ni mahakama ya Mungu, ni mahakama ya rohoni. Hakimu wake ni Mungu, na Mungu hapokee rushwa. Ni Mungu anaitwa Mungu mwenye haki. Na mahakama hiyo inafanya kazi mpaka wakati huu na inaendelea kufanya kazi milele yote. Ni mahakama ambayo hata siku za mwisho itahukumu watu kwenda jehanamu milele, na itawahukumu wengine kuwa huru. Na ndio maana maandiko yanasema amwaminie mwana wa Mungu yeye hahukumiwi, bali asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo Biblia imetuweka wazi kwamba mtu anayemwamini mwana wa Mungu hahukumiwi, lakini asiyeamini amekwisha hukumiwa. Unaona, amehukumiwa na nani? Na mahakama ya Mungu. Asiyeamini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu.
Haya maandiko matakatifu tunayapata katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 18. Unaona? Narudia tena, Yohana 3:18, John 3:18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa mtu ambaye aamini tayari yupo kwenye hukumu. Kuna hukumu zimeshatoka automatic. Hukumu zimeshatoka tayari. Kwa hiyo ni jukumu lako kuchagua kuamini au kutokuamini. Kwa hiyo iliyotoa hukumu ni nini? Mahakama. Mahakama ya nani? Mahakama ya Mungu. Na mahakama ya Mungu kazi yake ni kutafasiri sheria na kutoa hukumu sahihi. Kwa hiyo ninaomba leo sasa tutaenda sehemu ya 3 ya maombi haya ya kuingia na kudai haki katika mahakama ya Mungu. Haya maombi nimesema leo tutaingia kipengele cha msingi sana. Kwanza yale maombi tutaanza kuyaomba maombi yenyewe. Kumbuka ni maombi ya kudai haki katika mahakama ya Mungu. Na watu wengi ambao wameonewa, kuna haki zako za msingi ambayo unateseka, ziko haki zako za msingi ambayo unapitia magonjwa, ziko haki zako. Unapoona umepambana lakini bado unazidi kuonewa na ibilisi, unazidi kuteswa, unazidi kuwa mgonjwa, kuna haki zako za msingi. Kuna wakati unaonewa. Sasa unapoonewa lazima uende ukadai haki zako. Unaona, unaenda kudai haki zako. Kwa hiyo ni vizuri sana kutumia wakati huu unapoingia katika mahakama ya Mungu kwenda kudai haki yako, haki yako, na Mungu mwaminifu atafanya jambo kwa ajili yako. Ibilisi anaweza kuonea, anaweza kukuonea ukawa mgonjwa, anaweza kukuonea ukawa na matatizo, anaweza kuonea. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38 inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi. Unaona, kuna watu wameonewa na Ibilisi wakawa wagonjwa. Kuna watu wameonewa na Ibilisi akachukua watoto wao. Kuna watu wameonewa na Ibilisi akaharibu kazi zao, afya zao, nyumba zao na mambo kadha wa kadha. Lakini pia utaona hata Bwana Yesu alivyokuja duniani, anasema amekuja kwa ajili ya kuwasaidia walioonewa au waliosetwa na Ibilisi, kuwaachia huru, wawe huru. Ile Luka sura ya 4 na ule mstari wa 18. Luka 4:18 anasema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kwa waganga kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, kuacha huru waliosetwa, walionewa. Kwa hiyo unaingia kwenye mahakama ya Mungu kwa ajili ya kudai haki ya kuwa huru. Watoto wako waliokamatwa mapolini, waliofungwa na nguvu za giza, waliofungwa na wachawi, mahali popote ulipotupiwa magonjwa, uliporogwa, ulipoteswa na mizimu, mashetani na kila nguvu za giza, leo tunaingia kwenye mahakama ya Mungu kwa ajili ya kudai haki. Na nimesema taanza leo kudai haki mbele za Bwana kwa wale ambao ni wagonjwa, na baadaye tutakwenda kudai haki kwa wale walioonewa, walionewa maeneo mengine, waliorogwa, na namna ya kupata haki yawe kuwa mshindi wa kila vita. Kwa hiyo jiandae tunapoingia kwenye kipengele cha kwanza cha kudai haki kupitia mahakama ya Mungu itoe haki juu ya afya yako, kwa sababu una haki
ya kuwa na afya, una haki ya kuwa na afya. Maagizo ya Mungu yanasisitiza lazima, unapokuwa umeonewa na Ibilisi, unatakiwa kupata haki ya kuwa na afya. Ibilisi anaweza kuonea, akakuonea, na leo ninakwambia mwamini Yesu, mwamini Mungu. Kama ni mgonjwa, tunaanza na upande wa afya. Naanza na upande wa afya. Wewe ambaye umekuwa ukionewa na magonjwa, ni mengi, magonjwa makubwa, magonjwa na mateso, lakini leo namwamini Mungu kwa ajili yako, haki ya kuwa na afya njema, haki ya kuwa na uzima. Na unapoingia kudai haki, lazima ujue haki zako, lazima ujue sheria vizuri, lazima ujue sheria inasema nini kwa habari ya haki yako kuwa na afya, habari ya haki yako kuwa na afya. Tunapoingia kwenye maombi, nitakuwa nataja vifungu vya sheria ambavyo ni vya neno la Mungu, na ambavyo mbele za Bwana malaika watakatifu wanajua ni haki yawe kuwa huru. Lakini pia Bwana Yesu ambaye ni wakili wetu anajua kabisa kwamba hii ni kweli, Mungu amesema na inatakiwa itendeke. Na Mungu mwamuzi wa haki, hakimu wa haki, anakwenda kuliangalia neno lake na kwenda kulitendea kazi na kwenda kulitimiza. Kwa mfano kitabu cha Yakobo ile sura ya 5 na mstari wa 14 hadi 15, the book of James chapter 5 and verse 14 to 15 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, yani amekuwa mgonjwa. Wakenya wanasema amegonjeka. Mtu wa kwenu amekuwa mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, hata kama ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hiyo kuomba kwa imani kwa mgonjwa, tunapomwombea mgonjwa kwa imani, Mungu ameahidi atamwokoa mgonjwa yule. Tukiomba kwa imani, atamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, atamtoa kwenye sick bed yake, atamtoa kwenye kitanda chake cha udhaifu. Na hata kama amefanya dhambi, maana yake hata kama ugonjwa wake umesababishwa na dhambi, Mungu anasema atasamehewa. Na ndio maana kuna mtu mmoja ambaye aliwahi kuletwa Kapernaum kwenye nyumba aliyokuwapo Bwana Yesu. Alikuwa amebebwa kwenye machela na ndugu zake 4 wamembeba kwenye machela. Maandiko yanasema alipofika kwenye nyumba aliyokuwapo Bwana Yesu, wakakuta watu wamejaa mpaka mlangoni, hakuna mahali pa kumpitisha mgonjwa aliye kwenye machela. Wakatoboa dari, wakamteremsha kwa kamba miguuni pa Bwana Yesu. Maandiko yanasema Bwana Yesu alipoiona imani ya wale waliomteremsha, alipoona imani yao, akamwambia mgonjwa, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na Mafarisayo waliokuwa around na Yesu wakasema, inawezekanaje mtu huyu akasamehe dhambi wanadamu? Yesu akasema, enyi wanafiki, jambo lilo jepesi ni lipi? Ni kumwambia huyu umesamehewa dhambi zako, au kumwambia jitwike godoro lako uende? Akasema ili mpate kujua ya kwamba Bwana wa damu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Sasa akamwambia jitwike godoro lako na uende zako nyumbani kwako. Kwa hiyo anamsamehe dhambi zake. Hata imeandikwa kitabu cha ile Zaburi 103 na ule mstari wa kwanza hadi wa 3, ya kwamba kusamehe maovu yako yote na akuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo tunapoomba kwa imani kwa niaba ya mgonjwa, Mungu anasema atamwinua, na hata kama ametenda dhambi atamsamehe. Hizi ni kati ya haki ambazo tunapoingia kwenye maombi kuombea habari ya afya tunasimama nazo kwa ajili ya wale watu ambao wameonewa na magonjwa. Yesu akaenda huko na huko akitenda kazi njema na kupoza magonjwa kwa wale walioonewa na Ibilisi. Lakini pia neno la Mungu linazidi kusema, hizi ni sheria za kuingia nazo. Kitabu cha Methali sura ya 16 na ule mstari wa 24, Methali 16:24, anasema maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu ukilifari ukalifurahia linakuwa afya mifupani. Ukisoma pia Isaya 58 na ule mstari wa 8,
Anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma, ukulinde. Kwa hiyo ninaomba leo nisimame kwa ajili yako wewe ambaye ni mgonjwa, umeonewa na ibilisi katika magonjwa. Pale ulipo utaungana na mimi tunapoingia kwenye mahakama ya Mungu kwa hatua zinazofuata. Unaingia kwenye hatua ya kwanza kwa kujitakasa malangoni pake. Biblia inasema uingia katika malango yake bila kuwa na hatia. Tulisoma maandiko yanasema mioyo yetu isipotuhukumu tunao ujasiri mbele zake. Ondoa hatia ndani ya moyo wako, mwambie Mungu nisamehe, nataka niingie kwenye mahakama yako kwenye maombi. Naingia mbele zako nikiomba msamaha kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya dhambi zangu, ili mioyo yetu iingie kwa ujasiri wote mbele za Mungu aliye hai. Na unapoingia kwa ujasiri, maana yake unaingia kupata haki. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba hata ukiwa unakwenda mahali mahakamani, patana kwanza na mdai wako, ili kusudi kadhi asije akakutupa ndani. Tunaanza kwanza kupatana na Mungu kwa maombi ya kujitakasa, na kisha baada ya hapo tunaingia kwenye yale maombi yetu ya mahakama ya Mungu kutupatia haki ya afya njema, haki ya uzima, haki ya kuwa mwenye afya. Mungu amesema unaposikia neno lake utakuwa na afya ndani yako. Maneno yake yanaleta afya kwa kuyasikiliza, alivyosema katika Methali ile sura ya 4 na mstari wa 20 hadi 21. Anasema, mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikilize kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Kwa hiyo maneno ya Mungu na ahadi za Mungu ni afya kwa wale wazipatao. Mtu wa Mungu, tunaingia kwenye mahakama ya Mungu kudai haki za afya, haki ya uzima. Uwe na mwili wenye afya njema, uwe na mwili wenye afya njema. Naona ndio maana katika vitu ambavyo mtu wa Mungu anaitwa Paulo alikuwa anamwombea rafiki yake anaitwa Mzee Gayo, alimwombea afya na mafanikio yake. Waraka wa 3 wa Yohana na ile sura ya 1 na mstari wa 2, waraka wa 3 sura ya 1 na mstari wa 2, Mtume Paulo anamwombea rafiki yake anaitwa Mzee Gayo, anamwambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe kwenye mambo yote, lakini kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kwa Mungu mwaminifu akalete uponyaji na afya ndani ya mwili wako. Ameahidi kabisa kwamba akusamehe maovu yako yote na akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, na aushibisha mema uzee wako, na ujana wako ukarejezwa kama tai. Kwa hiyo ninataka niombe kwa ajili yako. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako Mungu wakati huu, nikija kwa kuomba msamaha. Ninaomba rehema na msamaha mbele zako. Ninaomba unisamehe Mungu wangu kwa makosa na dhambi ambazo nimezitenda. Hakika nimekutenda we dhambi Bwana, kwa kujua na kwa kutokujua. Nimekukosea Mungu. Dhambi zangu zimekuwa nyekundu kama bendera kwa makosa mbalimbali ndio kutendea. Ninakubali kabisa nimekutenda dhambi, na nimeenda kinyume na mapenzi yako, na nimeenda kinyume na kulihalifu neno lako. Leo ninaomba unisamehe, unirehemu kwa wingi wa huruma zako. Naomba rehema zako siku ya leo. Naomba rehema zako zinitakase, unisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Maovu yangu yako wazi mbele zako Baba, unisamehe kwa ajili ya jina lako. Unitakase maovu yangu kwa ajili ya jina lako. Unisamehe kwa maana nimetambua uovu wangu. Nimekukosea Mungu,
Nina haya ya uso na aibu, kwa sababu wewe ni Mungu uliyenipa uzima, kwa sababu ni Mungu uliyenipa uhai, kwa sababu wewe ni Mungu uliyenipa afya, lakini nikavitumia kukukasirisha wewe. Ninaomba unisamehe Bwana Yesu. Ninaomba Mungu nisamehe kwa jina la Yesu. Nisafishe maisha yangu kwa damu ya Yesu. Ninaikiri damu ya Yesu yenye utakaso, naikiri damu ya Yesu yenye msamaha. Damu inisafishe na kuniosha. Mimi na nyumba yangu tumekutenda dhambi, tumekukosea Bwana. Baba, ninaomba rehema juu yako. Yawezekana ni makosa ya wazazi wangu, tumekutenda dhambi. Yawezekana ni makosa yangu mwenyewe, madhambi yangu yamesababisha jinsi nilivyo. Leo ninaomba unisamehe. Nimegundua dhambi zangu. Ninaomba unitakase na unisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Nioshe Bwana, nami nitakuwa safi. Nisafishe kwa damu yako Bwana. Nifanye kustahili kusogea mbele zako. Nifanye kustahili kukaribia kiti chako cha rehema. Damu yako Yesu inisafishe, initakase nafsi yangu na mwili wangu na roho yangu. Nitakase kwa damu ya mwana kondoo. Ninaikiri damu ya Yesu. Ninaikiri damu yenye neema. Ninaikiri rehema zako Bwana. Ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako wakati huu, kwa maana imeandikwa, ni huruma zako ya kwamba hatuangamii, kwa sababu rehema zako hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Baba, ninaomba rehema zako ambazo hazikomi. Leo nipeni rehema zako, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema, na umesema nikurudie na wewe utanirudia, na umesema nikukaribie nao utanikaribia. Ninakushukuru Bwana, kwa maana wewe ndiye uyafutaye makosa yangu kwa ajili yako, wala hautazikumbuka dhambi zangu tena. Tena Bwana, imeandikwa, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo ulivyotenga dhambi zangu mbali nami. Tena Bwana, imeandikwa, unanisamehe maovu yangu yote, na unaniponya magonjwa yangu yote, na unaokomoa hai wangu na kaburi. Baba Mungu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa sababu si mwingi wa hasira. Kwa ajili ya jina lako umekuwa tayari kusamehe. Kwa ajili ya jina lako umekuwa tayari kuachilia. Umenisafisha kwa damu ya Yesu. Umesema Bwana katika neno lako, dhambi zangu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nisafishe Bwana, zifanye kuwa nyeupe kama theluji. Ninakushukuru Mungu, kwa maana neno lako ni amini na kweli, kwa maana neno lako lina uhakika. Ni Mungu usiyesema uongo, ni Mungu mwema na mwaminifu. Ninakutukuza Mfalme. Ninasema asante Bwana kwa kunisamehe, kwa kunisafisha. Asante kwa kumtuma Yesu akafa kwa ajili ya dhambi zangu. Asante kwa kumtuma Yesu akachubuliwa kwa ajili ya makosa yangu. Asante kwa kumtuma Bwana Yesu aliyepigwa msalabani kwa ajili yangu, aliyepigwa na misumari kwa ajili ya makosa yangu, aliyepigwa mijeledi mgongoni pake ili mimi nipate kupona. Leo ninaikiri damu ya Yesu, ile damu iliyomwagika msalabani, ile damu iliyotoka mgongoni mwake, ile damu ya mijeledi 39, ile damu iliyomwagika kwa ajili ya uponyaji wangu. Ile damu ni haki yangu Bwana. Ninaikiri ile damu ya mgongoni pa Bwana Yesu leo isimame mbele ya mahakama yako Bwana. Ninavisogelea vizingiti vya mahakama yako Mungu. Ninakuja nyuma ya damu ya Yesu. Natanguliza damu ya Yesu Kristo. Naitanguliza mbele yangu damu ya mgongoni mwa Kristo. Naitanguliza mbele yangu damu ya mwana kondoo, ambayo imeandikwa katika Isaya ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, ya kwamba alipigwa kwa makosa yangu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na tena imeandikwa alipigwa
Tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Baba, ninakuja mbele zako leo, ninayaleta majeraha ya Bwana Yesu mbele zako, ukaitazame damu ya Yesu Kristo iliyomwagika, ili mimi nipate kupona, ili mimi nipate kuwa mzima, ili mimi nipate kuwa na afya njema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakuja kwa damu ya mwanakondoo, ninaomba afya kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninakuja mbele zako Bwana. Yesu alijeruhiwa kwa magonjwa yetu, alipigwa kwa magonjwa yote. Hakuna hata ugonjwa mmoja ambao Bwana wangu Yesu hakushughulikia. Alipigwa kwa ajili ya kansa, alipigwa kwa ajili ya ukimwi, alipigwa kwa ajili ya magonjwa yote, alipigwa kwa ajili ya kisukari, alipigwa kwa ajili ya presha, alipigwa kwa ajili ya magonjwa ya figo, alipigwa kwa ajili ya magonjwa ya uzazi, alipigwa kwa ajili ya magonjwa ya moyo, alipigwa kwa magonjwa ya kichwa, alipigwa kwa magonjwa ya utasa, alipigwa kwa magonjwa ya miguu, alipigwa kwa magonjwa ya ngozi, damu na nyama, alipigwa kwa magonjwa yote. Na naleta damu ya Yesu Kristo Baba, ukamtazame mtoto wako yu leo, ambaye shetani amemwonea kwa magonjwa, ambaye ibilisi amemwonea kwa mateso ya magonjwa. Katika jina la Yesu Kristo ninamleta mbele zako mfalme Yesu. Unakwenda kumwokoa na kila mtego waliomtegea adui zake, kama ilivyoandikwa katika Zaburi 91 na ule mstari wa 3, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. Na tena imeandikwa Bwana kwenye Zaburi 141 na ule mstari wa 9, umlinde na mtego walionitegea na matanzi yao watendao uovu. Baba, kila mitego waliomtegea iliyomletea magonjwa leo Baba umwepushe nayo, kwa maana Mungu umeahidi katika Zaburi ya 50 na ule mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Baba, ninakuita leo, siku ya mateso ya mama huyu, siku ya mateso ya baba huyu, siku ya mateso ya kijana huyu, siku ya mateso ya mtu huyu Bwana. Baba, ukamwitikie katika magonjwa aliyo nayo, katika udhaifu alio nao. Baba, umeahidi kumwokoa, umeahidi kumtoa katika tabu, naye atakutukuza. Leo ni siku ya mateso yake Baba. Madaktari hawawezi Baba, wanadamu hawawezi. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuita Jehova, Mungu wa Isaka na Yakobo, ambaye umesema utamwokoa na kumtoa katika mateso, utamwokoa na kumtoa katika maumivu. Leo ninamleta mbele zako, mfalme wa uzima, mfalme wa amani. Nimekuita leo siku ya mateso yake Baba, unakwenda kumwokoa na katika mitego ya adui, unakwenda kumponya. Wako waliomtengenezea magonjwa, wako waliotupa haya magonjwa Baba, ninaomba kwa ajili yake leo, kwa kupigwa kwa Yesu amepona. Ukamwokoe na kila uharibifu waliopanga adui zake, kama ilivyoandikwa Yeremia 15 na mstari wa 21, nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Baba, ukamwokoe sasa katika jina la Yesu, ukamtoe katika magonjwa. Na itumia damu ya Yesu Kristo kuileta mahakamani pako kwa ajili ya haki ya mtoto wako huyu, kwa ajili ya uponyaji wake. Kaitazame damu ya Yesu Kristo haikumagika bure. Kaitazame damu ya mgongoni pa Yesu haikumagika bure. Kaitazame damu ya mijeledi haikwenda bure. Kwa kupigwa kwake Bwana Yesu sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake Bwana wangu Yesu, mama huyu amepona. Naita uponyaji sasa, naita uzima ndani yake. Kwa kupigwa kwake Yesu naita uzima kwenye mifupa. Kwa kupigwa kwake Yesu naita uzima kwenye nyama. Kwa kupigwa kwake Yesu naita uzima kwenye damu yake. Kwa
kwenye ngozi yake, kwenye mwili wake. Naita uponyaji wako Yesu. Ulisema ulikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Leo nauita huo uzima. Mahakama yako Mungu ikatoe haki ya uzima, ikatoe haki ya afya, ikatoe haki ya uponyaji kwa jina la Yesu. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona Baba, kwa jina la Yesu. Namleta sasa mbele zako mama huyu Bwana aliye kwenye magonjwa haya. Yesu, hakupigwa bure. Magonjwa haya hayastahili juu yake. Leo ninayashinda magonjwa hayo kwa ushahidi wa damu ya mwana kondoo. Magonjwa, nisikilize, wewe ni roho, wewe ugonjwa ni roho, wewe udhaifu ni roho, wewe mateso ni roho. Ninaileta damu ya Yesu kama ushahidi. Yesu alichulubuliwa, Yesu alipigwa msalabani, Yesu alijeruhiwa kwa magonjwa yetu, Yesu aliumizwa kwa magonjwa yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Leo naita uponyaji, leo naita afya juu yake, leo naita uzima juu yake kwa damu ya mwana kondoo. Baba Mungu wa mbinguni, ninaita afya sasa, ninaomba uponyaji juu yake, kwa maana imeandikwa ataishi ayasimulie matendo makuu ya Bwana. Naamuru kwa jina la Yesu Kristo aupokee uponyaji na afya mwilini mwake. Neno lako Bwana ni afya mifupani na uzima katika nyama ya mwili wake, kwa jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, ninaita mahakama yako iweze kutoa haki leo kwa ajili ya mtoto wako huyu, kwa maana ulitupenda Bwana tulipokuwa tuungali wenye dhambi, na ulipomtuma mwanao Yesu akachukua maovu yetu, akachukua udhaifu wetu, akayachukua magonjwa yetu katika mwili wake. Kwa maana imeandikwa alichukua magonjwa yetu katika mwili wake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake Baba huyu amepona. Lucy amepona kwa kupigwa kwake. Lucia amepona kwa kupigwa kwake. Kila mgonjwa aliye hapa amepona, kila dhaifu amepona kwa kupigwa kwake. Paulo John amepona kwa kupigwa kwake. Fideli amepona, Andrea amepona kwa kupigwa kwake Yesu. Sisi tumepona. Na ikiri damu yako Yesu, na ikiri damu ya uzima. Leo Baba, ninadai haki ya uponyaji kwenye mwili wake. Leo ninadai haki ya uzima mifupani mwake. Leo nadai haki ya uzima kwenye mwili wake. Bwana Yesu, katazame damu yako uliyoimwaga mwenyewe katika mgongo wako. Leo isimame kwa ajili ya wagonjwa hawa, kwa ajili ya mgonjwa huyu anasikia maombi haya. Leo damu yako inene, damu itamke mema, damu iseme ni kweli, damu iseme ni kweli. Nilitoka mgongoni pa Yesu kwa ajili ya uponyaji wa wengi. Damu iseme ni kweli, nilitoka mwilini kwa Bwana Yesu kwa ajili ya uzima wa wengi. Hiyo damu leo iende juu ya mtu huyu sasa kwa ajili ya uponyaji wa mwili wake, kwa damu ya mwana kondoo. Leo Bwana, kwenye mahakama yako haki yako isimame kwa ajili ya uponyaji wa watoto wako, kwa maana imeandikwa wote waliokukimbilia walikuwa salama. Na Bwana umesema watu wako hawatatahayarika kamwe, hawatatahayarika kamwe. Yesu umesema njooni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, ninakuja mbele zako kwa ajili ya mama huyu, ninaomba kwa ajili yake. Umesema kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa na atainuliwa. Leo ninaomba kwa ajili yake, leo ninaomba kwa ajili ya mgonjwa huyu. Baba, ukamwinue kutoka kwenye ugonjwa wake. Baba, ukamwinue kutoka kwenye udhaifu wake. Baba, ukamwinue kutoka mateso hayo, kutoka maumivu hayo. Baba, ninaomba leo ukamwinue sasa na ahadi yako. Umesema kuomba kwetu kwa imani kutamwokoa mgonjwa, na kama ametenda dhambi umesema atasamehewa. Leo ninamleta mbele zako kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Baba, akainuke sasa kwa jina la Yesu,
akaondoke kwenye udhaifu wake, akaondoke kwenye magonjwa yake, akaondoke kwenye taabu yake kwa jina la Yesu Kristo. Baba, namleta mbele zako, gusa damu yake sasa, gusa nyama ya mwili wake sasa, gusa ngozi yake sasa, gusa mifupa yake sasa, gusa mwili wake sasa, apokee uzima. Nyosha mkono wako Bwana, apokee uzima. Nyosha mkono wako Mfalme, apokee uzima. Umesema utamwinua kutoka ugonjwa, umesema utamwinua kutoka udhaifu, na ita uzima sasa kwa jina la Yesu. Akainuliwe sasa, atoke kwenye mateso kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba leo, wewe ndiye daktari mkuu, wewe ndiye mwenye uzima, wewe ndiye chanzo cha uzima. Ninaita afya yake, ndani yake, naita afya yake iliyopotea imrejee tena, imrejee tena, imrejee tena kwa jina la Yesu. Baba, napendezwa na neno lako. Umesema katika Methali ile sura 16 na mstari wa 24, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Baba, ninaomba neno lako liwe afya kwenye mifupa yake, liwe afya kwenye damu yake, liwe afya kwa jina la Yesu. Baba, litume neno pale alipo. Baba, litume neno likamtoe kwenye maangamizi yake, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi 107 na ule mstari wa 20, ya kwamba ulituma neno lake huwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Baba, kamtoe katika hofu, katika maangamizi, ukamtoe Mfalme. Haki yako ionekane juu ya Lucy, haki yako ionekane juu ya mgonjwa, haki yako ionekane juu ya mwili wake, haki yako ikasimame. Unamtoa katika maangamizi, unamtoa katika udhaifu, unamponya magonjwa yake. Tunautumainia msalaba wako, tunaitumainia haki yako Mungu, Mungu mwenye haki, Mfalme wa uzima. Wagonjwa wote walio hospitalini, wagonjwa wote walio majumbani, wagonjwa wote wasio na msaada, Baba, ninawaleta mbele zako, ukatazame upendo wako Yesu, upendo ulioonyesha msalabani, upendo uliouleta kwetu. Uliupenda ulimwengu, ukupenda hata mmoja apotee, upende hata mmoja apotee, bali watu wote wafikie toba. Baba, ninakiri upendo wako wa thamani kwa maisha yetu. Ninauita upendo wako kwa watoto wako hawa, naita upendo wako kwenye afya yake, naita upendo wako kwenye mwili wake. Kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumepona. Nakiri uponyaji, na ukiri uponyaji Bwana kwenye mwili wake sasa. Mifupa yake isikie neno lako, ipokee uponyaji pale alipo. Damu yake isikie neno lake, ipokee uponyaji kwa jina la Yesu. Nasema nyama ya mwili wake na ngozi yake isikie neno lako, ipokee uponyaji kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, na ikiri damu ya Yesu, na ikiri damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya uponyaji. Damu ni ushahidi, damu ni haki, haki ya maisha yetu. Yesu ulimwaga kwa ajili ya maisha yetu. Yesu ulitoa damu kwa ajili ya uponyaji wetu. Yesu ulitoa damu kwa ajili ya uzima, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Nakiri uponyaji huo ndani ya nyama yake, nakiri uponyaji huo sasa. Akainuke pale alipo, ainuke pale alipo, apokea uzima, pokea uzima sasa kwa jina la Yesu. Mwili wako pokea uzima, mwili wako pokea afya. Ninakwenda kinyume na kila roho chafu na kila mashetani, kama ambavyo imeandikwa. Yesu akaenda huko na huko akapoza wote wenye maradhi na wote walioonewa na Ibilisi. Bwana Yesu, ninaachilia moto wako sasa, naachilia damu yako takatifu, damu ya ushindi, kinyume na mashetani wote waliosababisha magonjwa, kinyume na mapepo wote walioleta udhaifu ndani ya mwili
mwili huo nasambaza damu ya mwanakondoo, kwamba imeandikwa Ufunuo 12 na mstari wa 11, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwanakondoo na washinda mashetani. Achia mwili wake na ushahidi wa damu ya mwanakondoo. Shetani hauna mamlaka ya kukalia damu hiyo. Shetani hauna mamlaka ya kukalia mwili huo. Shetani hauna mamlaka ya kutesa mwili huo, na kushinda leo kwa damu ya mwanakondoo, na washinda majoka wote kwa damu ya mwanakondoo, na washinda mizimu yote kwa damu ya mwanakondoo, na washinda mapepo wote kwa damu ya mwanakondoo. Achia mwili wake leo, achia ainuke, achia afya, achia afya kwa jina la Yesu. Achia afya yake, nasema achia afya yake, achia uzima na wapisha, ondoka ndani yake kwa jina la Yesu. Mashetani wote, majoka wote, majini wote, mizimu ya kila aina, na wapisha leo. Hamtakaa juu yake, hamtakalia mwili huo, kwa maana imeandikwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza na ile sura ya 6 na mstari wa 19, mwili huo ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la Mungu ali hai. Tena imeandikwa Wakorintho wa kwanza sura ya 6:17, imeandikwa ya kwamba sura ya 3:17 ya kwamba mwili huo ni hekalu la Kristo. Natangaza huo mwili ni hekalu la Yesu. Yesu unakaa kwenye mwili huo. Yesu unakaa kwenye hekalu hilo. Hekalu lako ni takatifu. Hekalu lako ni takatifu. Mwili huo ni hekalu lako Yesu. Tawala Bwana Yesu. Tawala kwenye damu, tawala kwenye nyama, tawala kwenye ngozi, tawala kwenye mifupa, tawala ndani yake sasa kwa jina la Yesu. Tawala Bwana Yesu kwa jina la Yesu Kristo, kila sehemu ya mwili wake. Tawala Bwana Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumepona, na kushukuru Bwana Yesu kwa uponyaji ndani yake, kwa uzima ndani ya mwili wake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa maana umemponya na ukili uponyaji na ukili uzima, uzima wako Yesu uliouleta ndani yake. Umekuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele, kisha tuwe nao tele, kisha tuwe nao tele, kwa jina la Yesu. Baba Mungu, ninatangaza leo nafsi yake imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokolewa kama ilivyoandikwa Zaburi 124 na mstari wa 7. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Leo natangaza mtego aliomtegea umevunjika, umevunjika. Mtego wa mauti umevunjika, mtego wa magonjwa umevunjika, mtego wa laana umevunjika, naye ameokolewa kwa jina la Yesu. Na kutukuza Mfalme, kwa maana umemwokoa na mtego wa mwindaji, umemwokoa na mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Na kutukuza Mfalme, na kutukuza Mungu ni hai, kwa maana umetenda hayo, umempigania kwa jina la Yesu Kristo. Wote waliokutumainia walikuwa salama. Asante Mfalme Mungu, ninakushukuru. Tena imeandikwa Zaburi 42 na ule mstari wa 5, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Asante Bwana, nitakuja kusifu kwa ajili ya afya njema juu yake. Asante Mfalme, maana kwa msaada wa Mungu na risifu neno lako. Tumekutumainia Bwana, hatutaogopa wenye mwili watatutenda nini. Bwana ndiye kimbilio langu, ndiye ngome yangu, Mungu wangu ninayemtumaini. Wewe ndiye ninayekutumaini. Asante Mfalme kwa uponyaji ndani yake. Hatutaogopa habari mbaya, moyo wake uimara kumtumainia Bwana. Macho wamchao Bwana mtumaini Bwana, naye ni msaada wao na ngome yao wamchao. Na kutukuza Mungu, wewe ni ngome wanaokimbilia. Pokea sifa na utukufu, tunaitukuza jina lako. Ninakushukuru Mungu ni hai, kwa maana umempa afya. Ninatangaza uponyaji. Pokea uzima, pokea uzima, pokea afya, pokea afya, pokea uzima sasa
kwa jina la Yesu. Afya kila sehemu ya mwili wako, uzima wa Mungu ingie ndani yako, uzima wa Yesu, uzima wa Mungu, kwa maana imeandikwa, amwaminie mwana Mungu anao uzima wa milele. Ule uzima ulio ndani ya Mungu, Mungu aliweka ndani ya Yesu. Kila aliye naye mwana anao huo uzima, na ukili uzima wa Mungu ndani yako, na ukili uzima wa milele kwenye mifupa yako, na ukili uzima wa Mungu ndani ya damu yako. Pokea uzima sasa, pokea uzima. Mifupa yako ipokea uzima, damu yako ipokea uzima, mwili wako pokea uzima, pokea uzima tele, pokea uzima tele kwa jina la Yesu. Natangaza uzima kwenye mifupa yako. Pokea afya njema, pokea kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea, pokea. Sema napokea, sema napokea. Sema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona kwa jina la Yesu. Uzima udumu ndani yako, uwe na afya sasa. Uinuke, utembee, utembee, uinuke. Pokea, pokea ushindi, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Haya ni maombi maalum, sehemu ya kwanza kwa ajili ya kuingia mahakama ya Mungu kwa ajili ya watu wenye kudai afya. Naleta sehemu ya pili ya maombi kwa ajili ya kudai haki ya ushindi wa kila vita. Kuna zile vita ambazo unapitia, ninakwenda kuleta maombi sasa, sehemu ya ushindi wa vita. Wale walioonewa, umeonewa, na kwenda kudai haki mahakama Mungu kwa ajili ya walioonewa. Nimemaliza sehemu ya kwanza kwa ajili ya wenye afya, kudai afya yako. Sasa naingia kwenye mahakama Mungu kudai haki kwa walioonewa. Umeonewa na ibilisi, wamekunyang'anya, wamekuibia watoto wako, wameua familia, wameiba, wamekonea, wamekutesa. Naingia kwenye mahakama Mungu kudai haki kwa ajili ya walioonewa. Usikose maombi yanayofuata, ni kwa ajili ya walioonewa. Leo ni siku ya kupata haki yako. Mungu akubariki sana. Kila anayeumwa, aliye na udhaifu, mtumie maombi haya na Mungu atakubariki. Naitwa Bishop Frank Musongo Andrea. Ingia kwenye maombi namba 2 kwa ajili ya walioonewa. Uwe umeonewa chochote, haya maombi yanayofuata yanakuhusu sana. Mungu akubariki sana. Haya ni maombi namba 1, na kuja maombi namba 2 ya kuingia mahakama Mungu na kudai haki kwa walioonewa. Sikiliza namba inayofuata.